Kuna mwanamke amekunywa dawa apate kuzaa, umekunywa vidumu na vidumu, unataka kumaliza pipa la 8, lakini bado hujapata mimba, bado hujazaa mtoto, bado unaharibu mimba, bado unazaa watoto waliokufa. Nasema kwa nini hujapata njia kweli na uzima? Haya madawa unapewa, ila sio njia. Huyo mganga umeonyeshwa, huyo mganga sio njia. Huyo daktari umeonyeshwa, huyo daktari sio njia. Hiyo hospitali ni maarufu, lakini sio njia. Kuna matatizo yako ni ya kiroho, kuna matatizo yako ni vifungo vya rohoni, lakini ukimpata Yesu, Biblia inasema yeye ni njia. Watu waliompokea aliwapa uwezo, aliwapa uwezo. Nasema ukimpokea Yesu leo, ukamwamini Yesu, ukakaa na Yesu, wewe umepewa uwezo wa kufanyika chochote utakacho kwa jina la Yesu. Hebu sema ukimpokea Yesu, unapewa uwezo wa kufanyika utakacho, kwa sababu wewe ni zaidi ya mwana wa Mungu. Sema amen. Ukimpokea Yesu na ukamwamini, umepewa uwezo sio tu wa kufanyika mtoto wa Mungu, umepewa uwezo wa kuwa tajiri, umepewa uwezo wa kupona magonjwa, umepewa uwezo. Ndio maana Yesu tulipofanyika wanaye akasema, sasa fufueni wafu, kwa maana mmepewa uwezo. Ponyeni wagonjwa, kwa maana mmepewa uwezo. Takaseni wenye ukoma, kwa maana mmepewa uwezo. Hamtakufa. Mauti ikija iambieni, sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Haleluya, haleluya. Rabo shakatapa. Lakini watu wengi wanaangamia kwa sababu wanamkataa mwenye nguvu, wanamdharau mwenye nguvu, wanampuza mwenye nguvu. Nasema hakuna wokovu kwa mwingine, kwa wengine hawepo wokovu. Nenda kwa mganga, kamalize kuku zako, kamalize bata, kamalize mbuzi, uza zote, utauza mpaka magodoro, ila kwa mganga hakuna njia ya kupona, hakuna. Ndio maana umeenda huko, umemaliza tu vitu, bado shida zinaongezeka, mikosi ndio imezidi kujaa. Unaambiwa tu maneno, unawaambia watu unakinga kila aina, lakini wametoa mahali wamekubania. Kweli unakinga, lakini uchumi umefungwa. Kweli unakinga, lakini watoto wamekuwa kama vichaa, kila mtoto haeleweki. Kweli unakinga, lakini mume haeleweki, amekupelekeza hapo. Yani kuna mambo shetani anakupa moja, kama anakunyang'anya zote. Nasema Yesu ni njia. Akikubariki Yesu, hakuna mwingine anaweza kubariki zaidi yake, hakuna mwingine anaweza kupenda zaidi yake. Yesu ni mwanzo na mwisho, Yesu ni Alfa na Omega. Ukimpata yeye, umepata vyote kwa jina lake. Piga Yesu makofi, amen. Haleluya, haleluya. Mtu atakwambia dini yangu ni nzuri, mwambie sawa, lakini hajapata njia ya uzima. Mtu atakwambia mchungaji wangu ni mzuri, mwambie sawa, ila hujapata njia ya uzima. Kwa maana cha kujivunia ni Yesu Kristo. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Watu walio ndani ya Kristo Yesu hawahukumiwi. Hilo ndio jambo la kufahamu. Kuna mtu amehangaika sana kuharibu maisha yako, ameenda kwa waganga, amesoma dua, amefanya uchawi, katoa mapepo, lakini hajui kwamba wewe si wa kuhukumiwa. Wewe ni wa kupita kutoka mautini. Wewe ni wa kupita kutoka mautini. Na mchana wa leo unapita, unatoka mautini, wewe unakwenda uzimani. Kuna uzima wa familia, kuna uzima wa watoto, uzima upo kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Jioni ya leo ninapita kutoka mautini na kwenda uzimani. Sema kwa jina la Yesu. Waliojiandaa kutoa kafara katika nchi ili mimi niwe sadaka ya mafanikio yao, ninakataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nimepita kutoka mautini, ninaingia uzimani kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia leo sio mimi ninaishi, bali ni Kristo ndani yangu. Sema amen. Pigia Bwana makofi mengine makubwa.